ITV ilifika katika eneo hilo na kujionea hali ilivyo, ambapo baadhi ya wananchi wamesema shirika la maji safi na maji taka DAWASCO wameshindwa kuweka usimamizi mzuri, hatua ambayo imewasababishia kero kubwa sana. Kwa kweli kero ya mabwawa inatukela muda mrefu sana, na pia istoshe vinyesi vinakuja vikiwa vibichi, siku nyingine harufu zinakuwa kali sana mpaka tunashindwa kukaa kwa kweli. Kero yetu ni kwamba hili bwawa tunaomba walihamishe kwa sababu hatuna faida nalo lolote, na pia inatujazia tu mbu, likiamua kunuka inanuka, yani hatuna raha kwa kweli. Katika hatua nyingine, wananchi hao wamewatahadharisha wakazi wa jiji wanaopenda kutumia mboga za majani kuwa wahakikisha wanajiridhisha na mboga wanazozinunua, kwani pembeni mwa mabwawa hayo kuna maeneo makubwa yanayotumiwa kwa sasa kulima mboga hizo kwa kumwagilizia na maji kutoka katika mabwawa hayo. Tuna kero kubwa sana kutokana na hapa maeneo haya ya maji haya. Yaani kero yetu kubwa iliyokuwepo hapa kwamba wakazi tulikopo hapa maji haya ni machafu, kwamba yamekaa karibia na watu. Kwamba serikali ina uwezo kabisa kwamba haya maji, kwa sababu haya maji yakishajaa hapa katika haya mabwawa yanasafiri moja kwa moja yanaelekea sehemu upande wa pili wenzetu kuna matumizi mengine tena kutokana na maji haya kwamba wao wanamwagilizia katika mboga za majani. Sawa bwana. Na zile mboga zinasafirishwa, nadhani wanakula watu wengine tofauti. Na sisi wenyewe wakazi wa maeneo haya kweli sio siri. Mboga ile pale sasa tutumii. Lakini kuna sehemu zingine inapelekwa na ile. ITV itembelea katika eneo hilo ambalo linalimwa mboga za majani na kuzungumza na baadhi ya wakulima waliokuwa katika eneo hilo wakiendelea na shughuli zao za kilimo, ambapo wamesema taarifa hizo sizo za kweli, bali wao wanatumia maji ya chemchem. Nyie mnavolima kama hivi, wapi mnapata maji ya kumwagilizia? Kuhusu masuala ya maji. Maji visima tu vya kawaida hivi. Basi tunachimba chemchem, kama chemchem haitoshi tunaangalia ustaarabu mwingine, lakini chemchem ndio tunatumia. Lakini mbona tunasema kwamba mnachukua maji hapo juu ndio mnaotazia hapo? Hapana, haya maji hayafai. Nikupe siri moja ya maji. Haya maji si wenyewe ukifuatilia vizuri yalikoendea kule ndio ujue kwamba watu hatutumii maji haya. Na nielewa vizuri? Haya maji si wenyewe ukiweka kwenye ardhi zinakufa. Afisa uhusiano wa DAWASCO Bi Everlasting Liaro amesema mwenye taarifa za kina ni afisa mtendaji wa DAWASCO ambaye kwa sasa hayupo, ambapo mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mivinjeni Bwana Barua Makilanga amesema amekuwa akifanya mawasiliano ya mara kwa mara na DAWASCO kwa ajili ya mabwawa hayo, sambamba na kukiri kuwa ni kweli baadhi ya watu wamekuwa wakitumia maji ya mabwawa hayo kumwagilizia mboga, japo amekwisha kupiga marufuku. Sirika pale ni watu wasiopungua 370. Nyumba zilizopo pale nyumba karibia 370 katika mtaa wa Kisiwani na katika mtaa wa Buguruni Mivinjeni. Wote wanakaa wanatazama yale mabao. Na ndio maeneo ambayo kuna viwanja vya mpira, watoto wanacheza mpira pale, ndio maeneo ya kupumzika. Sasa ikianza kutoa harufu ni lazima mtajiziba pua na mtaondoka. Kwa hiyo huku ni adha, huku sio raha. Tuko kwenye nchi ambazo tunahitaji zile raha. Kinyesi kinachotoka huko juu huko magorofani kinashuka huku chini ni jambo ambalo hatuwezi kubaliana nalo. Hizo ni baadhi ya nyumba zilizopo katika eneo hili la Buguruni Sukita, ambapo wananchi wanaoishi katika maeneo haya wanakabiliwa na changamoto kubwa ya harufu kali, lakini pamoja na mbu kutokana na maeneo haya kuwa na maji ya taka ambayo yanaelezwa kuwepo kwa maeneo haya ya maji taka pasipo kufanywa utaratibu. Imekuwa ni kero kubwa sana kwao. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.